tunaendelea kuheshimu kazi nzuri ya walimu, tunaendelea kuheshimu kazi nzuri ya usimamizi wa elimu. Kwa kila mwaka tunashirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba tunahakikisha hii tuzo inafikiwa. Na tuzo zinazotolewa siku ya leo ni kwa ajili ya upimaji wa kidato cha pili, ambapo hutumika kupima kiwango cha kumudu stadi ya maarifa yanayotakiwa kwa wanafunzi wa elimu sekondari. Lakini pia tunatumia kama kigezo cha kuendelea na kidato cha tatu. Mitihani ya kidato cha 4 hufanyika na hufanywa na watahiniwa kwa malengo ya kutathmini ustadi wa wanafunzi wa maarifa waliopata katika masomo tofauti katika shule ya upili, yaani shule ya sekondari. Pia kidato cha 4 tunapima kiwango ambacho mwanafunzi anaweza kutumia ustadi uliopatikana katika kutatua changamoto za kijamii, za kisiasa, kiuchumi, kiteknolojia kwa mtu binafsi, kwa maendeleo ya taifa kwa ujumla. Aidha, mtihani wa kidato cha 6 hufanywa kwa malengo ya kutathmini ujuzi na uwezo wa mwanafunzi kuendelea na elimu ya juu zaidi, yaani stashahada au shahada kwa kozi mbalimbali. Hii ni kwa kiwango kikubwa kwamba kinamwezesha mwanafunzi kutumia ujuzi aliopata kutatua changamoto za kijamii, za kisiasa, za kiuchumi na kiteknolojia kwa maendeleo ya taifa. Utoaji wa motisha unalenga kuainisha, kutambua na kutoa tuzo kwa walimu na shule zilizofanya vizuri zaidi. Halmashauri yetu ya Halmashauri ya Meru inahamasisha ubora wa elimu kwa kila shule. Ubora huu unajidhihirisha kwa kuwa na matokeo mazuri yenye ubora zaidi. Kwa mwaka 25 shule za Halmashauri ya Meru zimeendelea kufanya vizuri. Katika mtihani wa upimaji kidato cha 4 cha pili, watahiniwa walifaulu kwa ufaulu wa 94.4, na kidato cha 4 tumefaulisha kwa 97, na mtihani wa kidato cha 6 tulifaulisha kwa 99.9. Kwa mwaka huu motisha zilizoandaliwa ni kwa shule zilizofanya vizuri zaidi ukilinganisha na zingine kwa kigezo au kiashiria cha utendaji, yaani KPI, Key Performance Indicator, na pia kuangalia GPA. Mwenyekiti wa huduma za jamii amesema hatuwadai walimu. Walimu hongereni sana, mmefanya kazi kubwa. Matokeo yaliyo kama ambavyo umesoma afisa elimu wetu, sitarudia, lakini niombe tu tutie motisha zaidi, tuendelee kuongeza nguvu. Sisi kama halmashauri, niko kama mwenyekiti, nitahakikisha tunaboresha sana motisha kwa walimu. Mkurugenzi wetu, kama kuna watu ambao wanahitaji kupewa motisha ni walimu. Kama kuna changamoto yoyote inayohusiana na idara ya elimu inayohitaji ushauri wa mwenyekiti wa halmashauri, ninaomba inifikie. Lakini kama kuna madai, kama kuna kitu chochote cha kutia motisha, sisi kama halmashauri ya Meru tuko tayari. Juzi tuliambiwa kwamba tujikite sana kutoa zawadi ambazo hazihamishiki. Mwalimu aliyefanya bora zaidi akapewa nyumba au akapewa kiwanja, ataikumbuka sana kazi yake. Na sisi kama Meru tulichukua, tunajua ni ngumu kutekelezeka, lakini tutaendelea kuichakata kuangalia namna bora ya kuweza kufanya angalau kwa mmoja, wawili au watatu. Lakini pili, niseme tu kwa wale wa kidato cha pili, asilimia zenu pamoja na kwamba ni kubwa, asilimia 94 ni nyingi sana, lakini wengine wametuzidi. Kwa hiyo tuendelee kukaza kwenye elimu ya kidato cha pili ili tuweze kufikia 99 au asilimia 100. Baada ya kusema kwa ujumla wenu, nawapenda sana. Kwanza ni walimu wenzangu, si ndio? Siku zote huwa nawaambia mimi ni mwalimu, sio wa kuigiza. Ni mwalimu kabisa wa darasani. Basi kadri siku zilivyoenda, ndio hivyo tena, tukapata huruma ya Mwenyezi Mungu, tunapanda mpaka tumekuwa wakurugenzi. Lakini mimi ni mwalimu kama ninyi. Nawapenda pia kwa sababu
ninyi ndio mnaonifanya mimi mkurugenzi ning'are, si ndio? Wiki ile Jumatatu nadhani au Jumanne tulikuwa na uzinduzi wa mwongozo kama sikosei wa uendeshaji wa elimu mkoa wa Arusha, lakini pale zilitolewa tuzo mbalimbali, vyeti. Halmashauri ya Meru nadhani ndio tulikuwa na zawadi nyingi. Kwa haraka nilihesabu tulikuwa na vikombe kama 12 na ndio ambao tulipata vingi. Sidhani kama kuna mtu alifikia zaidi yetu sisi. Kwa hiyo ndio maana nasema nawapenda sana, kwa sababu mnaniheshimisha. Nilitamba sana, nadhani mliniona hata kwenye mitandao, si ndio? Kwa hiyo hongereni sana. Naomba nizirudishe zile pongezi na hongera kwenu, kwa sababu pale ilikuwa ni lazima wawakilishe watu wachache, si ndio? Walio wengi walibaki nyuma. Kwa hiyo na mimi nazishusha kwenu, na nyinyi basi mkitoka hapa mwende mkazishushe kwa wale ambao mnaowaongoza kwamba tumeing'arisha halmashauri yetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi toka nimefika Meru, unajua napenda sana kuchangamana na watu, na siku hii ya leo nilikuwa natamani yani iwe ni siku nzima tunakaa pamoja kushirikishana, ili tusiogopane bali tuheshimiane na kushirikiana, si ndio? Lakini bahati mbaya kila tukipanga hii kuna jambo linaingilia, sijawahi kuanza mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo yani sijui tufanyeje afisa elimu. Basi angalau tuandae mtoko tu hata na watu wachache ambao watakao kuwa tayari, tucheze hata kama ni mziki siku nzima, yani hata tukinywa tu maji, si ndio? Hata tukinywa maji, mradi tu roho zifanye nini, zifurahi. Natamani sana itokee hiyo siku. Afisa elimu, hebu tuwaze kwanza, si ndio? Unajua hakuna kitu kizuri kama kuishi maisha unayoyapenda, si ndio? Ukiishi maisha unayoyapenda, hata kama mwingine atayaona ni ya chini, wewe unayapenda, basi unaepukana na magonjwa yale ambayo yasiyoambukiza, kwa sababu moyo wako utafurahi, viungo vya ndani vitafurahi, si ndio? Kuna vitu tunavikosa vinatufanya tuwe na stress. Natamani sana iwepo hiyo siku. Hebu afisa elimu msingi na sekondari mkae muone, yaani hata kama ni wachache wawakilishi, lakini wakirudi kule na wao wanaweza wakafanya jambo kwa wale ambao wako chini yao. Majina naitwa Gaudence Joseph Mtui, ni mkuu wa shule ya Tengeru Boys, shule inayomilikiwa na mapadri wa shirika la Roho Mtakatifu kanda ya Tanzania. Leo tulikuwa na tukio maalum la kutoa tuzo katika halmashauri ya Meru. Tukio hili linalenga kutoa motisha kwa shule ambazo zimefanya vizuri katika mitihani ya kidato cha pili, kidato cha 4 na kidato cha 6. Kwa upande wa shule yangu, nashukuru Mungu tumepokea tuzo ya kwanza, mshindi wa kwanza katika halmashauri ya wilaya ya Meru katika mtihani wa kidato cha 4. Ufaulu wetu ulikuwa mzuri mno, manake tulikuwa na GPA ya 0.09 ni 1.09. Tulikuwa mshindi wa kwanza, na ufaulu wa wanafunzi mmoja. Tunashukuru Mungu, vijana wote 143 walipata division 1 za single digit, maana yake division 1 ya 0.7, 8 na 9 tu. Lakini kwa upande wa kidato cha pili nao wamejitahidi. Tulipata pia GPA ya 1.1 na wanafunzi wetu wote wamepata division 1 ya 0.7, 8 na 9 na 11. Kwa hiyo tunajivunia kama shule, tunajivunia ufaulu mkubwa, na huu ufaulu na hizi motisha za leo zinaendelea kutoa chachu kwa shule kuendelea kufanya vizuri na kuandaa wanafunzi vizuri katika mitihani ijayo. Majina naitwa Sister Yusta Chimaro, ni mkuu msaidizi shule ya wasichana ya Precious Blood. Niko hapa mbele yenu kwa furaha kubwa kabisa. Kwanza ni kushukuru Mungu
kwa mema mengi ambayo anatutendea, lakini pia kwa utume uliotukuka ambao tunaufanya katika shule ya Precious Blood. Leo hii nina tabasamu kubwa kwa jinsi vijana wetu wameweza kutupaisha. Tumekuwa katika nafasi ya kwanza kwa kidato cha pili na kidato cha 4 kwa mitihani ya taifa, lakini pia tunamshukuru Mungu zaidi kwamba tumekuwa overall kwa shule za Arusha katika mitihani yote ya kidato cha pili na kidato cha 4. Naweza kusema kwamba sio kwa mastaili yetu tu, lakini ni kwa msaada wa Mungu na pia kwa nidhamu bora ambayo watoto wetu wanaipata katika shule yetu, lakini zaidi walimu mahiri, walimu wanaojitoa, walimu ambao hawaangalii pesa tu, lakini wanaangalia utu na kupata kiongozi wa taifa la kesho, kama moto yetu inavyosema, education for life ending service. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kweli kwa haya tuliyopata, na lengo letu kubwa ni kuendelea kuwasaidia vijana ili waendelee kukua katika maadili, kukua katika elimu, lakini pia tunatarajia kuwa na viongozi bora katika taifa letu zuri la Tanzania kwa kesho na kesho kutwa na miaka ijayo.